حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تبعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. قال رحمه الله باب huu ni mlango ambao unazungumzia hukumu ifuatayo: idha dhakara fil masjid, atakapokumbuka hali ya kuwa katika msikiti. Idha dhakara hala kaunihi fil masjid, kwa hivyo atakapokumbuka hali ya kuwa yuko ndani ya msikiti, annahu junubun, kwamba yeye ni mwenye janaba. Kharaja kama huwa, atatoka kama vile alivyo, wala yatayammam na wala hatatayammam, wala yatayammam wala hatatayammam, sema kama huwa ala hali, juu ya hali yake. يقول ولا يتيمم إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة، وهو منقول عن الثوري وإسحاق، وكذا قال بعض المالكية في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج. وورد ذكر بمعنى تذكر، وورد ذكر بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال كثيرا، وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها. طيب، atatoka katika hali yake hiyo na wala hatatayammam. Qala hadathana Abdullah ibn Muhammad wa huwa al-Musnadi, andika musnad ni waka nasibisho. Qala hadathana Uthman ibn Umar ibn Faris al-Basri qala akhbarana Yunus wa huwa ibn Yazid al-Aili, Yunus wa huwa ibn Yazid al-Aili عن الزهري وهو الزهري معروف محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة، وكيوتوك أبو هريرة رضي الله عنه مسمى إلقيم وصالة، وعدلت الصفوف قياما، وعدلت الصفوف نزكفanywa sawa sawa, zikawekwa sawa 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 qiyama, na hali yakuni kusimama. Fakharaja ilaina rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akatutokea sisi mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma qama fi musallah, wakati aliposimama katika mahali pake pa kuswali, pale anaposimama kuswali, sasa kuswalisha sisi swala ya jamaa, maana ya musalla, dhakara annahu junub, akakumbuka kwamba yeye ni mwenye janaba. Swala imekimiwa, safu zishanyooshwa, Mtume swalla sallam akatoka, akasimama mahali pake pa kuswali, nina janaba. Dhakara annahu junubun, junub ismu fa'il, ni katika mizani za mufa'il, mizani wa fu'ul. Akakumbuka kwamba yeye ni mwenye janaba. Faqala lana, akatuambia sisi, makanakum, mansub ala al-ighra, ilzamu makana, lazimianeni na mahali penu, ilzamu makana, kwa makanakum, lazimianeni na mahali penu, kaeni hapo hapo, subirini hivyo, visimameni hivyo hivyo, sawa. Thumma raja'a faghtasal, kisha akarudi nyumbani bila kaoga, kaingia kenda kaoga, tumesimama msubiri Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye safu, akaoga. Thumma kharaja ilaina, kisha akatutokea sisi, wa ra'suhu yaqturu, na hali ya kuwa kichwa chake kinadoda maji ya doda ile maji ya kuoga. Fasallaina ma'ahu, tukaswali pamoja naye, anakusudia akatuswalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. تابعه عبد الأعلى، amemfanyia mutabaa عبد الأعلى عن معمر، kutoka kwa Ma'mar Abd al-A'la al-Basri,
amefanya mutabaa kutoka kwa Ma'mar ibn Rashid عن الزهري kutoka kwa Zuhri wa rawahu al-Auza'i عن الزهري na ameipokea vile vile al-Imam al-Auza'i kutoka kwa az-Zuhri. Naam, imeeleweka hadithi eh? اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب نفض اليدين من غسل الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم تأخذ، فانطلق هو ينفض يديه. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان، قد مر ذكره، عبد الله بن عثمان عبدان قال أخبرنا أبو حمزة السكري قال سمعت الأعمش وهو سليمان عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، أمسيما أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، nilimwekea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam maji ya kuoga, fasatartuhu bithawbin, kisha nikamsitiri yeye kwa nguo, nikamwekea nguo. Katika baadhi ya chapa nasema al-Qastallani ay ghattaytu ra'sa, nikakifunika kichwa chake, kwa maana nikakifunga kichwa chake kwa nguo, ndio maana fasatartuhu. al-Qastallani katika Irshad as-Sari ameleza hivyo. Wasabba ala yadayhi faghasalahuma, akamimina maji juu ya mikono yake akaiosha hiyo mikono. Thumma sabba biyaminihi ala shimalihi faghasala farja, kisha akamimina maji kwa mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto akaosha utupu wake. Fadharaba biyadihi al-ardha famasahaha, akaupiga mkono wake katika ardhi akauosha akaupangusa usugua katika ardhi. Thumma ghasalaha, kisha akauosha huo mkono. Famadmad wastanshaq, akasukutua na akayapandisha maji puani. Wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi, na akaosha uso wake na mikono yake miwili. Thumma sabba ala ra'sihi, kisha akamimina maji juu ya kichwa chake. Wa afadha ala jasadihi, na akayamimina juu ya mwili wake. Thumma tanaha, kisha akaondoka mahali pale akajitenga. Faghasala qadamaihi, akaosha miguu yake au nyayo zake. Fanawaltuhu thawban, nikampa nguo, kule sema khirqa. Falam ya'khudhu, hakuichukua. Fantalaqa wa huwa yanfudhu yadayhi, akaondoka na hali ya kuwa anakunguta mikono yake, anajipangusa pangusa kwa mikono. Fihi dalilun ala anna an-nafdha la ba'sa bihi. Hadithi zinajirudia. Naam. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. يقول رحمه الله: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. هو mlango wa yule ambaye ataanza kwa upande wa kulia wa kichwa chake katika kuoga. Upande wa kulia katika kichwa chake anaanza na upande huu في الغسل katika kuoga. قال حدثنا خلاد وهو ابن يحيى. خلاد
ابن يحيى وهو من كبار شيوخ البخاري رحمه الله. قال حدثنا خلاد بن يحيى بن صفوان الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المخزومي عن الحسن ابن مسلم ابن يناط المكي عن صفية بنت شيبة بن عثمان الحجبي. يقول الحافظ رحمه الله صفية من صغار الصحابة وهو شيبة العبدري صحابي مشهور، لا هو ابن عثمان الحجبي العبدري صحابي مشهور. يجوا الضبط بالضبط بالنسبة الحجبي الحجبي العبدري عثمان ابن عثمان الحاجبي شيبة بن عثمان صحابة مشهور حسمي الحافظ. أنا سمع رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت kutoka عائشة رضي الله عنها amesema kunna idha asaba ihdana janaba, tulikuwa linapompata mmoja wetu janaba, akhadhat biyadaiha thalathan fawqa ra'siha, akhadhat biyadaiha, anachukua kwa mikono yake miwili, yani anachukua maji kwa mikono yake miwili au ujazo wa mikono miwili, fawqa ra'siha, juu ya kichwa chake, kwa maana anamimina juu ya kichwa chake. Thumma ta'khudhu biyadiha ala shiqqiha al-ayman, kisha anachukua kwa mkono wake kumimina juu ya upande wake wa kulia, wa biyadiha al-ukhra ala shiqqihi al-aysar, na kwa mkono wake mwingine anamimina juu ya upande wake wa kushoto. Kwa hiyo wakati wa kuoga hata kumimina maji anaanza kumimina kwenye kichwa chake kwa upande wa kulia kwanza, kisha upande wa kushoto. Anaeleza taratibu za kuoga, kwa anathibitisha hili kwa hadithi hii. Naam. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى mlango tumalize kesho insha Allah. Tusogee kidogo, tukizidisha dakika 10 sio mbaya, ili kesho tupate wepesi kukamilisha babu al-ghusl. Hadithi zinatakarrar wa faida lakini. Naam. اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر والتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فجمع موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. نعم. يقول رحمه الله تعالى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. هون ملango wa
hukumu ya mwenye kuoga hali ya kuwa yuko uchi, hali ya kuwa yuko peke yake. Babu man irtasala uryanan, huu ni mlango unaozungumzia hukumu ya mwenye kuoga hali ya kuwa uchi, wahdahu, hali ya kuwa yuko peke yake, fil khalwa, katika sehemu ya faragha. Wa man tasattara, na hukumu ya mwenye kujisitiri, yani akawa ameoga huko amevaa nguo. Watasatturu afdalu, na kujisitiri ndiyo bora zaidi, au fatasatturu afdalu, na kujisitiri ndiyo bora zaidi, kwa maana kwamba utajifunga nguo yako alafu waoga, hata kama uko peke yako ndio bora zaidi. Lakini kuoga bila ya nguo pia ikiwa uko peke yako ni jaiz. Hii ni radi kwa baadhi ahli ilm kina Ibn Abi Layla na wengineo, wanaona kwamba haifai mtu kuoga akiwa uko uchi. Hadithi hii au mlango huu ameuleta kuthibitisha jambo la aljawaz, kisha akataja hadithi inayohusu manabii katika Bani Israila. Anasema hapa waqala Bahz, wa huwa Bahz ibn Hakim, an abihi an jaddihi an an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas, Allah ana haki zaidi kuonwa haya kuliko watu, kwa kujisitiri ni bora. قال حدثنا إسحاق ابن نصر قال حدثنا إسحاق وهو ابن إبراهيم ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني عن معمر وهو ابن راشد عن همام ابن منبه الصنعاني، همام بن منبه بن كامل الصنعاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، بني إسرائيل walikuwa wakioga uchi, yani hali ya kuwa uchi kabisa. Yanzuru ba'dhuhum ila ba'd, wanatazama baadhi yao na watazama baadhi nyingine, kwa hawana adabu. Sio kama watu wanakwenda kuoga mtoni, basi watu wako uchi, kama wanavyofanya baadhi ya watu ambao la khalaqa lahu wala akhlaq, au kwenye kisima watu wote. Kwani kuna aibu gani? Sote wanaume mathalan hawana haya, si sawa vile. Wakana Musa alayhi salatu wassalam yaghtasil wahda, na Musa alayhi salatu wassalam alikuwa akioga hali ya kuwa peke yake. Watu wakienda kuoga wajumuika, wanaume waoga huko kwa uchi, yeye anajitenga mahali aoga peke yake. Nabii Musa alayhi salatu wassalam, faqalu, wakasema watu wadau mwingine, wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar, tunaapa kwa Allah, hakuna kinachomzuia Musa asioge pamoja na sisi isipokuwa yeye ni mwenye mshipa, anajishipa huyu. Waona haya sisi tukamuona anajificha huko tusimuone. Nabii Musa aliudhiwa sana na wana wa Israeli, kama anavyoeleza Allah katika sura As-Saff. Adar ni mtu mwenye mshipa, sema mshipa, maelewa haya, hiyo itakiwa ile hivyo. Fadhahaba marratan yaghtasilu, akaenda Nabii Musa mara moja, siku moja akaenda kuoga. Fadhahaba marratan, akaenda mara moja, yaghtasilu, hali ya kuwa anaoga. Fawadaa thawbahu ala hajar, akaweka nguo yake juu ya jiwe, pana jiwe pale, akaweka nguo yake. Fafarra alhajaru bi thawbihi, jiwe likakimbia na nguo yake, kwa jiwe laenda, nguo inakwenda. Fajamaa Musa fi ithrihi, katika baadhi ya chapa, katika baadhi ya riwaya fakharaja Musa, sawa,
akatoka Musa fi ithrihi, nyuma yake anakaa analifukuza lile jiwe. Yaqulu, na hali yakuwa anasema, thawbi ya hajar, nguo yangu wewe jiwe, atini jiwe, nipe nguo yangu. Analifukuza. sawa. Thawbi ya hajar, katika baadhi ya riwaya nyingine hadithi ni thawbi hajar bila ya nida, lakini panakadiriwa nida bali, jiwe nipe nguo yangu. Hatta nadharat banu Israila ila Musa, mpaka wana wa Israeli wakawa wanamtazama Musa, wakawa wanamuona, si Musa huyu leo hana nguo. sawa. Waqalu, na wakasema, wallahi ma bi Musa min bas, wallahi Musa hana ubaya wowote wala hana ushirika alayhi salatu wassalam. Wa akhadha thawba, na akachukua nguo zake. Wa tafiqa bil hajari darban, na akawa ameliingilia jiwe kwa kulipiga, akawa analipiga lile jiwe. Qala Abu Huraira, amesema Abu Huraira, wallahi innahu lanadabun bil hajari sittatun au sab'atun darban bil hajar. Wallahi, ninaapa kwa Allah, innahu lanadabu, hakika hiyo ni athari katika jiwe kwa mapigo 6 au 7. Ikawa pale kwenye jiwe pana athari pale, lanadab binun والدال المهملة وهو الأثر. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. kwa katika ile jiwe pakawa na athari ya kipigo ambacho Musa alayhi salatu wassalam alipiga pale juu. Lakini Allah atakuthibitisha, wathibitishie wana wa Israeli kwamba huyu laysa biada. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم, وسند هي إسحاق بن نصر kutoka عبد الرزاق kutoka معمر kutoka همام بن منبه kutoka أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, kutoka mtume صلى الله عليه وسلم amesema, بين أيوب يغتسل عريانا, wakati alipokuwa Ayub Nabiullah, wakati alipokuwa Ayub anaoga hali ya kuwa iko uchi, yani hana nguo, pasi na nguo. Sasa kusema pasi na nguo kuwa uchi, labda kuficha ficha maneno hivi, kuwa uchi naona kama ni lugha, bila ya kuwa na nguo, kwa maana hakuvaa nguo. Kwa hadithi ya kwanza inaonyesha kwamba yafaa, kwa sababu ingekuwa ni haramu asingefanya hivyo Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, kalimullah. kadhalika hapa Nabiullah Ayyub alayhi salatu wassalam, fakharra alayhi jaradun min dhahab, ghafla akaanguka juu yake panzi wa dhahabu. Fakharra alayhi jaradun min dhahab, akaanguka juu yake panzi wa dhahabu. Musa alayhi salatu wassalam, kalimullah. kadhalika hapa Nabiullah Ayyub alayhi salatu wassalam, fakharra alayhi jaradun min dhahab, ghafla akaanguka juu yake panzi wa dhahabu. Fakharra alayhi jaradun min dhahab, akaanguka juu yake panzi wa dhahabu. Akafanyaje? Faja'ala Ayyub yahtafi fi thawbihi, akawa Ayyub anamimina juu ya nguo yake. Yahtafi fi thawbihi, ay ya'khudhu bi yadi wa yarmi fi thawbihi. Panzi wa dhahabu umeanguka, anachukua na tu atia kwenye nguo yake, chukua atia kwenye nguo yake, ndio yahtafi. والحثية هي الأخذ باليد. فقال فناداه ربه, أكميت أي ملواكي. كلام الله بالصوت والحرف أو بالحرف والصوت. فناداه أكميت يا أيوب, أي أيوب, ألم أكن أغنيتك عما ترى, hivi sikuwa nimekutosheleza wewe kwa hicho unachokiona.
au kuacha hicho unachokiona, kwa maana kwamba nimekutosheleza wewe zaidi ya hivyo. Alam akun aghnaituka amma tara, hivi sikuwa mimi nimekutosheleza wewe, nimekutajirisha wewe zaidi ya hivyo unavyoviona? Qal, akasema Ayub, bala, kwa nini ya rabbi nimekutosheleza? Wa izzatika, ninaapa kwa utukufu wako. Wa izzatika, ninaapa kwa utukufu wako. Walakin la ghinan li an barakatik, lakini hapana kujikwasia, hapana kujitosheleza kwangu mimi kuacha baraka yako. Ni kweli umenineemesha na umenitajirisha na umenipa jambo kubwa la utume, lakini hii ni baraka, bali nahitajia baraka zako ya Rabb. Kwa hiyo mahali shahid ni hapo, yaghtasilu uryan. Warawahu Ibrahim, na amepokea hadithi vile vile Ibrahim ibn man, warawahu Ibrahim bin Tahman, ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا, wakati alipokuwa Ayub anaoga bila nguo. Nadhani zimebaki hadithi kama 13 hivi, tusimalizie kwenye darasa ya kesho inshallah. Tumesoma hadithi 13. Na pia zimebaki kama 13 nyingine. Alhamdulillah, tutamaliza inshallah. بارك الله فيكم. سبحانك.